linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Adija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Adija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Adija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi 1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata ya Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia, na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Jina naitwa Emmanuel Peter Mchali. Mkazi wa wapi? Mimi mkazi wa Tabora hapa. Kata gani baba? Kata ya Ng'ambo. Umeongeza sauti kidogo? Kata ya Ng'ambo. Okay. Sawa. Tupe scenario ilivyokuwa mpaka leo tuko hapa. Scenario ni kwamba tarehe 30 ya tarehe 29 kuamkia 30, yani sasa 30, mimi nilitoka nyumbani kwangu na kuja kwa mzazi mwenzangu. Nilipofika pale kauliza mtoto akaniambia mama kaenda kuona mgonjwa. Basi nikawa nimeondoka. Nimekaa kufika saa 3 na nikaanza kupiga simu. Nimepiga simu inaita, haipokelewi. Ikaita. Fika saa 4 na dakika 37 niliandika ujumbe, tuseme message, kwamba mbona hupokei simu? Sikujibiwa. Ilipofika saa 7 nikawa sasa nikapigiwa simu sasa kwenye simu yake mwenyewe ile saa 7 kasoro. Nikapigiwa simu, nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. Wewe umetekwa? Wapi ulipo? Kasema huko niliko sijui. Niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, limeezekwa tu, halijawekewa milango wala madirisha. Kidogo nikasikia sauti nzito, lete hiyo simu. Akachukua ile simu, ananiambia hello bro, tunataka utume hela 2,000,000. Nikamwambia 2,000,000 za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona hawa kweli inawezekana ni watekaji. Sasa kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule, mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika 4. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa. Jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa. Sasa mzee, hebu nenda kalale. Haya maswala yanatakiwa masaa 24. Mimi nikarudi kulala. Kesho yake ilipofika saa 3 nikaenda, nikamwambia bwana huyu mtu hajarudi. Basi wakanifungulia faili, wakanipa arabi, nikarudi kupumzika. Lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela. Kufika tarehe 1, ilikuwa siku ya Jumamosi, sijui kama sikosei. Kasema bwana, nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maluru. Amekopa hela sehemu 500,000 na mimi nikatafuta 500,000. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo 500,000, jioni ikatumwa 500,000. Ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu. Huyu mama ambaye alitekwa mke wako, kuna kesi gani?
Mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho, sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda pale napeleka huduma. Baada ya kutuma hizo fedha, nini ambacho kilifuata? Kilichofuata ni kuruhusiwa kule kurudi. Mzazi mwenzake akarudi nyumbani. Akarudi nyumbani, watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi. Kaambia haya, nitakuja kumuona kesho. Siku iliyofuata ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale, kaenda kumjulia hali, tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula. Kaenda pale tukamjulia hali, tukakuta kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki. Sasa siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui. Basi tukamjulia hali, baadaye si tukatoka. Kumuuliza kwa nini una sheki? Pengine Aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na kwamba kula alikuwa hali. Naona. Alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo, ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Basi. Kwa katika maelezo mengine anasema kwamba yeye ameamua kutengeneza hiyo picha kwa sababu wewe humpi matumizi vizuri ipasavyo. Yaani kwamba kuna baadhi ya vitu facilitate, kifupi huwajibiki kabisa kama ambavyo mke na mume au baba mzazi na mtoto inavyotakiwa. Hili lina ukweli gani? Sio kweli. Huduma anapewa na kila mwezi anapewa 300,000. Natamani kujua ushiriki wako wa jumla kabisa kwenye ile familia. Yaani ushiriki wangu ni kama kawaida. Kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa. Na matumizi anapewa. Zaidi ya hapo labda kwa na lingine. Leo mko hapa, vyombo vya usalama viko pamoja na ninyi, vinaendelea kuwachukua maelezo kuhusiana na tukio hilo. Ilikuwaje mpaka leo mkafikia hapa baada ya tukio hilo kutokea? Baada ya tukio hilo kutokea, tuliitwa sisi kwa mkuu wa mkoa, na aliyekuja kusema yule ni mwalimu, si mwalimu nani yule, yuko kule, naona yuko ndani, ndio alileta taarifa kwamba kuna hili na hili na hili. Sasa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa kwake. Akaniambia mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkuu wa mkoa. Nikamwambia twende, nikamleta mpaka hapa. Huyu aliyetoa taarifa kwenye vyombo vya usalama mna mahusiano gani na yeye? Taarifa alizipata wapi? Sina mahusiano naye. Sasa yeye ndo anatakiwa aeleze kwamba alizitoa wapi, kwa sababu yeye si ndo alienda kumuona akawa na mhoji. Labda angeeleza kwamba yeye wana mahusiano gani. Mimi niliitwa tu kuja huku kushuhudia alichoitiwa yeye. Wakati alipotea mke wako alipodai ametekwa, mama mtoto wako, ulitoa taarifa kwa polisi, thereafter walikupa Arabi. Muendelezo wa faili lako kule kituoni ilikuwaje? Je, ulipompata ulitoa taarifa? Waliniuliza kule kwamba bwana vipi maendeleo, nikamwambia bwana huyu mtu amesharudi. Wakasema kwa mkuu wa mkoa mmeendaje? Nikamwambia bwana aliyepeleka taarifa kwa mkuu wa mkoa mimi sijui, ila tumeitwa kwenda kwa mkuu wa mkoa. Basi. Tukio la hivi katika maisha yenu, hili tukio la ngapi? Hili la kwanza kwenye maisha yangu mimi, ndo mara ya kwanza. Nani? Hamna. Hamna. Okay. Natamani kufahamu baada ya kuwa amefika kwa mkuu wa mkoa, mlielezwa kitu gani mmeitiwa? Baada ya kufika pale ndo ikabidi waeleze kwamba tumesikia we mama umetekwa, eleza ilivyokuwa. Ndo akaanza kueleza yeye kama yeye. Akaeleza mwanzo mwisho. Ndo akamuuliza kwamba unaweza ukatupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha. Akasema nitawapeleka pale waliponiachia, waliponitelekezea, yani kwamba mimi nakuleta hapa sasa na kufungua, fuata njia hii utakutana na barabara. Pale ndo alipotupeleka. Ambao ni Urambo sasa. Kaliua. Hii njia ya kwenda Kaliua. Nini njia ya Uliankuru. Kuna wakati pengine anawahi kuambia anahitaji afanye biashara au anahitaji miradi afanye? Miradi, ndugu yangu, yote haya hatuwezi kusema. Masuala ya biashara anatengenezewa, lakini ndo haidumu. Alikuwa na mgahawa hapo Kitete, ndio hivyo unasuasua tu. Okay, kwa taarifa hizo, kwa maelezo tofauti, inaonekana kulitengenezwa scenario tu kwamba ametekwa, lakini
ukweli kwa upande mmoja wanasema alikuwa hajatekwa, alijiteka ili kupata pesa kwako. Na wewe mwenyewe binafsi unathibitisha alitekwa, ama unadhani na wewe mwenyewe pia unaungana kwamba alitengeneza mazingira? Huyo sasa, kama wifi yake mwenyewe ameongea hivyo, huyo atengeneza mazingira. Kwa nini? Mwanzo niliafiki kwamba huyu mtu katekwa kulingana na maelezo yake anayoyaeleza, lakini baada ya sasa hawa ndugu zake wamekuja, kaka yake kaja, wifi yake kaja, walivyoanza kutoa ile scenario, nikaelewa tu kwamba hii kweli ilikuwa fix. Sasa mzee, tumalize. Umetaja kwamba unaishi naye kwa kutoa matumizi. Umewahi kuishi naye kama mke na mume? Hapana. Kwa maana yake hata mtoto unapata mkua mazingira Mazingira haya ya mahusiano tu. Baada ya kubeba ujauzito kajifungua, basi nikamwambia sasa, mama, kaa hapa, huduma zingine nitakuwa natoa, kodi ya nyumba namlipia. huyo mtoto na